Kwanza kabisa mimi nikushukuru sana, manake Pasco Mayala umekuwa mwanafamilia. Sisi wa kizazi cha Azimio, kizazi cha Mwalimu, hiki kitu uhitaji wewe kuambiwa, unakuja mwenyewe nyumbani. Mwalimu aliona mbali sana. Mwaka 75 yeye aliangalia kile ambacho kinafanyika sasa hivi. Kwa maana hii amali na uzungumzo ujuzi, yeye alishaona kwamba chuo cha maendeleo ya wananchi kinakuwa na mihimili mitatu, ile triangle, kwamba unaanza ya yule ambaye amekatishwa masomo, anataka yuko darasa la 7, anataka kujiendeleza, anafika kwenye chuo cha maendeleo. Kwenye paa moja, cha pili vocational training, kwa maana mafunzo ya ujuzi mbalimbali unaopata, ndio amali inazungumza sasa hivi. Lakini ya tatu unazungumzia community development, maendeleo ya jamii, wananchi unawakuta pale, kwamba hayo matatu ndio yanajenga chuo cha maendeleo ya wananchi. Pasco, mimi tumeongea sana juu ya hili, lakini kwa sababu umetembelea banda hili kwa mara nyingine, tulikutana Tanga. Tunao watu ambao sasa hivi na wao sasa tunawarithisha. Kuna Devota Joanita pia yupo hapa. Uongea na wakongwe wa habari. Pasco Mayala, karibu sana. Huyu anaitwa Joanita Kabunga. Karibu Tanzania Organization. Tuko maonyesho ya Max3 2026. KTO ni Karibu Tanzania Organization. Tunashirikiana na vyuo vya maendeleo ya wananchi chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Katika maonyesho haya tumekuja na shughuli mbalimbali. Miongoni mwa vitu ambavyo tumekuja kuonesha, tuna ufundi wa aina mbalimbali. Kuna mipira kama ambavyo unaweza kuona, ni mipira ambayo tunashona wenyewe, tumeitengeneza hapa. Ni mipira imara sana, nimekuwa ni kitu pendwa sana. Katika programu ambazo tunazisimamia vyuo vya maendeleo ya wananchi ni pamoja na Mpira Fursa. Mpira Fursa ni programu ya kukuza na kuendeleza soka la wanawake. Katika kukuza soka la wanawake tulikutana na changamoto ya vifaa. Katika kuitatua hiyo changamoto ndo tunatengeneza hii mipira. Ni mipira imara sana, kwa vyuo vyote 55 wanaweza kucheza mpira bila wasiwasi wowote.